Ndugu wananchi wa wilaya ya Sikonge, naomba muendelee kupokea huduma iliyotukuka ya serikali chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaahidi kuwatumikieni kwa kutoa huduma iliyo bora. Ofisi zote za serikali ziko wazi kusikiliza na kutatua kero za wananchi wote wilaya hii. Hatubagui. Wananchi wote wilaya ya Sikonge yuko huru kuja akiwa na jambo aje kwetu, tutamsikiliza, tutamuelewa. Nikiwepo mimi mkuu wa wilaya. Ndio maana sasa mimi mkuu wa wilaya hii ya Sikonge ninaungana na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwatakia heri ya mwaka mpya wananchi na watumishi wa wilaya ya Sikonge na wadau wote wa maendeleo nchini ambao wamekuwa wakisaidia wilaya yetu hii ya Sikonge. Serikali ya wilaya ya Sikonge iko pamoja nanyi, tunasikiliza sauti zenu, tunaelewa mahitaji yenu na tunachukua hatua mahususi kuboresha huduma mbalimbali kwenye maeneo yetu. Tulikuwa na huduma ya maji, mradi wa Ziwa Victoria. Maji hapa katikati yalikuwa yanasumbua, lakini kuanzia jana yameanza kutoka kwa ratiba ile ambayo tulikuwa tunaipata. Kwa maji hayo yataendelea kutoka, lakini pia tunakamilisha mradi ule wa Mama Yunga, na mradi ya maji kule Kitunda, na miradi ya elimu, ujenzi wa shule mpya. Ziko ambazo shule zimeshakamilika tayari. Tulikuwa na mradi wa ujenzi wa madarasa, tulikuwa na ujenzi wa zahanati, ni pia vituo vya afya. Tulikuwa tunamalizia ujenzi wa hospitali yetu ile ya wilaya pale Sikonge, na yenyewe mchakato umeenda kwa asilimia kubwa na huduma zinatoka. Halmashauri hii yetu ya wilaya ya Sikonge tunayo miradi mingi sana ambayo ilianzishwa na wananchi. Tunavyo vyumba vya madarasa ambavyo ni nguvu za wananchi, lakini tunayo mabomba mengi ya zahanati, lakini tunayo mabomba ya hostel ambayo yameanzishwa kwa nguvu za wananchi. Lakini tunayo miradi mingi ambayo inaendelea. Mfano naweza nikakutolea, kuna mradi wa kituo cha afya unaoendelea pale kata ya Kiloleli. Mradi ule nguvu za wananchi ni kubwa sana zimetumika pale. Wananchi wamekusanya mawe, wananchi wamekusanya mchanga. Ni namna ambavyo wameupokea kwa furaha mradi mkubwa wa kujengewa kituo cha afya. Wamethamini kuletewa mradi ule na wameupokea. Kwa kweli wananchi wanashiriki kwa kiasi kikubwa. Bado misitu yetu inaendelea kuvamiwa, lakini elimu inaendelea kutolewa. Na tumejipanga kwa mwaka 2026 tutaendelea kujipanga vizuri kutoa elimu kwa wananchi wetu, hasa wafugaji ambao wanavamia misitu yetu bila utaratibu wowote. Hilo ni kweli. Sisi kama sehemu ya wataalamu tumeendelea kuhakikisha kwamba miradi iliyokusudiwa inatekelezeka kwa wakati, na mpaka sasa, kwa mfano tukiongelea swala zima la shule za msingi na sekondari, wanafunzi wanaingia tarehe 13 mwezi wa Januari. Miundombinu yote 100% iko tayari kwa maana ya kuwapokea wanafunzi wa chekechea kwa maana ya darasa la awali, lakini pia kwa maana ya darasa la kwanza, lakini pia kwa maana ya kidato cha kwanza. Kwa hiyo sisi kwa maana ya kuhakikisha kwamba nguvu kubwa ambazo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya 6 inahakikisha na zitakuja. Kwa hiyo sisi pia tunahakikisha kwamba miradi inatekelezeka, basi kusudi wananchi wapate huduma ambayo kwa serikali ya awamu ya 6 kupitia Mheshimiwa Rais imekusudiwa. Kwa hiyo ndio tutakuwa ni mwelekeo tumetekeleza kwa mwaka 2025, lakini ndio mwelekeo wetu pia kwa mwaka 2026.